na leo hii tukiangazia nafasi ya vijana katika kuendelea kudumisha na kulinda amani ya nchi. Twende tukasikilize na kuwatazama baadhi ya vijana ambao wanatoa maoni yao katika kipindi hiki na kuelezea nafasi yao hiyo katika kudumisha amani ya nchi. Mtazamaji, tufuatane sote. Binafsi kama kijana wa Kitanzania na nikiwa katika ardhi ya mababu zangu na ardhi ambayo tulikabidhiwa sisi kama vijana kuitunza na kuilinda, kwenye swala la amani tuna wajibu wa 100% kabisa kutunza, kwa sababu kwanza sisi ndio vijana ambao tuna nguvu, lakini pili tuna safari ndefu ya kuona jamii inakuwa na amani, jamii inakuwa ina maendeleo, lakini sisi pia tunanufaika. Sasa tukisema katika kulinda amani na sisi kama vijana, yani hili hatutaki kukwepa kama vijana. Yani sisi linatuhusu. Sisi linatuhusu kwa sababu moja, tuna nguvu kabisa. Tunaweza tukaenda kulima, tunaweza tukaajiriwa, tunaweza tukafanya chochote kwa ajili ya maendeleo. Sasa kama tunaweza tukafanya hayo na hatuna mazingira mazuri ya amani, sasa tutaenda kufanya wapi? Babu zetu wamechoka, wazazi wetu wamechoka, na wengine wameshajitengenezea maisha ambayo wanaweza wakabaki nyumbani wanaendelea kupata chochote. Sisi vijana bado hatujatengeneza msingi mzuri. Sasa kama hakuna amani, kama hatupendani, maisha yetu sisi yatakuwa magumu. Tuna wajibu wa kutunza, kuhakikisha kwamba kila eneo ya Tanzania hili, kila ardhi inakuwa salama, kila nyumba inakuwa salama, kila mtu anakuwa salama. Sisi maana yake ni kwamba tunalinda ardhi yetu, tunalinda majengo yetu, na tunalinda watu wetu, na mazingira yetu yanakuwa salama. Sisi vijana ndio ambao tutakuja kulaumiwa baadaye kwa kizazi kijacho. Maana yake kwamba sisi tunaenda kuzeeka. Watoto wetu, wajukuu zetu na watukuu watakuja kutuuliza, baba, kwa nini hamkutunza amani ya Tanzania? Tutawaambia nini? Kwa hiyo sisi ndio tuseme ni zana ambayo tutaenda kuikabidhi hapo baadaye, kama sisi tulivyokabidhiwa na babu zetu na wazazi wetu. Lakini sisi kama vijana tunatakiwa tutunze amani kwa kuwa na mawazo yetu binafsi, kuwa na uwezo wa kuchambua taarifa yoyote au propaganda yoyote inayotolewa na mtu wa ndani au nje. Je, hii ni nzuri? Je, ina manufaa? Si kila yoyote ya kupokea. Lakini sisi vijana tunatakiwa tufahamu kwamba hatutaki kutupiana mzigo au kumtupia mzigo mtu mwingine, kwamba maisha yangu mimi haya magumu nayopitia yanahusika moja kwa moja na serikali, yanahusika moja kwa moja na wazazi wangu, yanahusika na mtu yoyote ile. Katika maisha yote hapa duniani, kila mmoja alitafuta kwa uchungu, kwa kuumia, kwa kupambana, na hakuna hata msaada. Sasa ukisubiri kwamba nitupe lawama, ni haribu kwa sababu kwamba mimi maisha yangu yanapitia magumu, hapana. Sio kwamba umeshikiliwa mikono, sio kwamba umeshikiliwa miguu, sio kwamba umeshikiliwa akili, sio umeshikiliwa kila kitu, kwamba hauwezi ukawaza, hauwezi ukafanya, uwezi ukafanyeje. Ni wajibu wako wewe kutambua, haya ni maisha yangu mimi, ambaye kesho ambayo naitaka ni mimi mwenyewe naitaka, na naitengeneza mimi mwenyewe. Kwa hiyo kama vijana wenzangu, kwa upande wangu mimi kama vijana nawasisitiza tusio wa kwanza kutupa lawama. Ni kweli kwamba katika maisha kuna mtu anahusika na serikali inahusika katika kuandaa maisha yetu. Ndiyo, nakubali kabisa hilo. Lakini liwe jambo la mwisho zaidi kuhakikisha kwamba plani A ambayo ya binadamu ameumbwa kupambania maisha yake amejipambania. Lakini pia nakubali kwamba kuna wakati fulani serikali au mtu anaweza kuhusika katika maisha magumu ya mtu. Na hii natoa wito kwa serikali ni kuendelea tu kwamba kubana mazingira ambayo yatasababisha katika ugawaji wa fursa katika nchi usiwe wa ubaguzi, usiwe wa aina yoyote ile utamfanya kundi fulani lisipate au kundi fulani lisihusike. Maana yake nini? Kwa mfano, mikopo ya 10% kwa vijana. Hii sitolee kwa sababu huyu anatoka katika mazingira fulani, huyu anajuana na fulani, huyu ni tajiri, huyu ni nani, au kwa mazingira yote ya utoaji wa fedha kwa ajili ya kupata. Itolee kuhakikisha kwamba mtu yote anapata, hata tajiri au maskini aone alipata kwa uhalisia na kwa haki kabisa, tena akishuhudia. Kwa hiyo sisi ambao watu ni watendaji wa serikali ambao wanamsaidia Mheshimiwa Rais, hebu ni kuona nia Mheshimiwa Rais na kuifanyia kazi na kuhakikisha kwamba maisha ya Tanzania yanakuwa mazuri. Hilo mimi nasisitiza sana katika serikali. Lakini kwa watu binafsi walioendelea, makampuni, ni kusaidia serikali katika kutengeneza fursa mbalimbali ambazo kama vijana
wanaweza kujiajiri, kwa sababu serikali haiwezi kuhusika moja kwa moja au ikafanya kwa 100% kwa kutoa ajira na mazingira, lakini private sector zihusike kuhakikisha kwamba inagawana idadi ya watu waliopo mtaani hawana ajira, hawana fursa, ili kuhakikisha kwamba angalau basi hawawezi kuchukua watu wote, lakini wamepunguza mzigo ambao unaweza kuwa kwa serikali. Na hili ni jambo ambalo kila mmoja alione ni ibada, ni wajibu wa kijamii, inamtaka afanye hivyo katika historia, na hata atapoondoka duniani kweli akumbuke. Kwa hiyo mimi niseme kwamba Tanzania yetu hii inalindwa na sisi vijana. Hatuhitaji kumkopa mtu mwingine nje kuja kutulindia, isipokuwa sisi wenyewe. Nawatakia Christmas njema. Na ndivyo anavyohitimisha kijana huyu kwa kueleza mengi ambayo umeyasikia mtazamaji, pamoja na mambo ambayo ameeleza hapa, lakini jukumu la kubeba changamoto za vijana si la serikali peke yake. Amegusia hapo kuna kazi kubwa inapaswa kufanywa na watu binafsi wenye uwezo, makampuni, katika kuhakikisha kwamba